Wapendwa wasikilizaji wa Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Jumamosi ya tarehe 8 Novemba 2025, juma la 31 mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 16 aya ya 3 hadi ya 9 na aya ya 16 na ya 22 hadi ya 27. Tusikilize somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 16 aya ya 9 hadi ya 15. Yesu aliwaambia wafuasi wake, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lile lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana juu ya mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu ajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Na siku ya leo neno la Mungu linatukumbusha tutafakari juu ya uaminifu na matumizi mazuri ya vipawa tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, ili vipawa hivyo viwe sababu ya kutupatia ndugu wengi katika Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, katika somo la Injili tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo akizungumzia juu ya uaminifu katika yale tuliyoaminishwa, hata kama ni madogo. Hii inatokana na simulizi juu ya wakili dhalimu aliyekosa uaminifu, na hivyo alipoona kazi yake anaenda kuipoteza, anawaita wale wadeni wa bwana wake ili akusanye marejesho, na hivi anawapunguzia wale wadeni kiasi walichowiwa na bwana wake, hivi kwamba hata akiachishwa kazi, basi awe amepata marafiki watakaompokea katika hali yake mpya ya maisha. Tunarejea haya kutoka Injili ya Luka, sura ya 16 aya ya 1 hadi ya 8. Wakili huyu dhalimu anaonekana kutumia busara katika kutengeneza maisha yake mapya baada ya kuachishwa kazi. Lakini kumbukwe kuwa simulizi hii inatufundisha na inatoa fundisho kuwa hayo yote aliyofanya na aliyafanya mara tu baada ya kukosa uaminifu kwa yale aliyoaminishwa. Kumbe sisi nasi tunafundishwa leo hasa kuwa waaminifu katika kuamini kwetu, ili kupitia hiyo imani tuwasaidie wengine kumwamini na kumjua Mungu. Na hivi tukiwa waaminifu ndipo tutastahilishwa yaliyo makubwa, na zaidi ya hayo tutastahilishwa kuurithi uzima wa milele. Ndugu zangu katika Kristo Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha kuwa na msimamo katika imani. Zaidi ya hapo tutakuwa na mioyo iliyogawanyika na kushindwa kumtangaza Kristo kiaminifu. Tunaambiwa
hatuwezi kumtumikia Mungu na mali. Tunarejea maneno haya kutoka Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 13. Bwana wetu Yesu Kristo hana maana kwamba mali ni kitu kibaya. La hasha. Na mali kwa yenyewe sio mbaya, bali ubaya wake unaanza pale isipotumika vyema. Basi vipawa hivyo tunavyojaliwa viwe sababu ya kutupeleka kwa Mungu na sababu ya kumshuhudia yeye tunapovitumia vizuri. Hivyo tunaalikwa tuwasaidie maskini, tuwasaidie yatima, tuwasaidie wajane na wote wenye mahitaji maalum, maana ni katika hao walio wadogo tunamuona Mungu mwenyewe aliyewaumba kwa sura na mfano wake. Tumuombe mama yetu Bikira Maria atuombee leo, tujaliwe kuwa waaminifu ili siku moja nasi tustahilishwe uzima wa milele. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Bruno Kakuru, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.